Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Bana, ni muda mzuri kabisa mzee wa Friji Bovu, tutakutana tena kama kawaida kwa ajili ya kuhakikisha na kupatia taarifa za kimichezo na kusogezea hapo ulipo. Na miongoni mwa taarifa kubwa ni pamoja na Simba kesho anacheza na Bigman Football Club. Bigman ni timu ambayo iko championship kwa maana ligi daraja la kwanza, na ikiwa inafanya vizuri kweli kweli mpaka muda huu kwenye msimamo, wakiwa wanasogea wanaitafuta nafasi ya 7, nafasi ya 6. Kwa hiyo utaona namna ambavyo inapambana kweli kweli kuhakikisha wanaweka sawa. Na kumbuka Bigman ni timu ambayo imebadilishwa jina, zamani ilikuwa inaitwa Mwadui Football Club na sasa imenunuliwa na moja ya tajiri pale Songea kwa maana huko Ruvuma. Sasa Bigman bana wako hapa tayari kwa ajili ya kucheza na Simba, na leo wamefanya mazoezi yao pale katika uwanja wa KMC Stadium, kama na KMC Complex pale Mwenge, Dar es Salaam, na mimi nilikuwa pale nikawa nawashuhudia. Sasa Simba leo wamefanya press conference kuelekea mechi hiyo. Na kuelekea mechi hiyo Simba wanakosa nyota kadhaa, wale ambao wako kwenye timu ya taifa, kwa maana wachezaji 6 ambao wao watakutana nao moja kwa moja kule nchini Misri mara baada ya mechi ya jana timu ya taifa kumalizika, kwa maana Kibu Dennis, lakini pia Zimbwe Mohamed Hussein, Shomari Kapombe, Abdrazaki Hamza, pamoja na Yusuf Kagoma. Hao ni wachezaji ambao walisafiri na timu ya Simba, pamoja na Ali Salim Katoro. Kwa hao wataungana moja kwa moja na timu ya Simba kule Misri, kwa maana kwenye mechi dhidi ya Al Masry. Kwa kazi itakuwa iko hivyo, lakini taarifa ni nyingi sana ambazo zipo mpaka sasa hivi najaribu kufuatilia. Bana, kuna hatihati ya kumkosa Musa Pinpin Kamara hata kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry. Hajacheza michezo yote miwili kwenye timu yake ya taifa ya Guinea, na akionekana bado jeraha lake halijapona 100%. Kwa hiyo inawezekana kuna wiki moja hapo, labda kama atatengamana atakaa sawa, lakini picha zinaonyesha mazoezini Aishi Manula amerejea mazoezini akiwa anapasha mazoezini. Inawezekana Simba sasa ameona kuna umuhimu wa kuweza kumwandaa Aishi Manula kuelekea kwenye mechi zao, na wakiona kwamba Ali Salim pamoja na Hussein Abel pengine hawatoshi kwenye michuano ya kimataifa. Na nimeona Aishi Manula anafanya mazoezi ya nguvu sana akiwa kwenye uwanja wa mazoezi na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Maswali yangu machache kwa uongozi wa Simba ni kwamba Aishi Manula anafanya mazoezi kwa ajili ya mechi ama anafanya mazoezi special program yake mwenyewe kujiimarisha, kwa sababu tumeambiwa kwamba alikuwa anaumwa na bado hajatengamaa na mambo kama hayo. Na je, kama Aishi Manula ataenda kutumika kwenye mechi za kimataifa, hawaoni kama ni riski kwa upande wao, kwa sababu hajacheza michezo mingi sana, mechi za kiushindani Aishi Manula hajadaka, na amekuwa na sintofahamu, in and off ni nyingi sana. Pale ambapo anasafiri na timu utasikia kuna changamoto. Mechi dhidi ya CSS Sfaxien walikuwa Constantine wale, bila shaka akasema ameumia, ameanza tu kuumwa pale airport na baadaye hakusafiri na timu. Baadaye meneja wake Jemedari Saidi anasema Aishi Manula bado anaendelea kuumwa na nini, lakini sasa nimeona afanya mazoezi. Ni kwamba Simba wanakosa option. Wakiangalia kwenye kabati lao wanamuona Musa Pinpin Kamara bado hajakaa sawa. Wakiangalia Aishi Manula, Ali Salim ni goalkeeper ambaye anafanya vizuri, lakini bado hana experience ya kutosha. Kwa hiyo utaona wazi kwamba wanaendelea kumjenga Aishi Salum Manula pengine kuweza kumtumia, lakini kwangu mimi binafsi kama Friji Bovu, mimi siafiki Aishi Manula kutumika kwenye mechi yote ya mashindano, hasa kwa upande wa mechi hii ya kutafuta tiketi ya kwenda nusu finali. Kumbuka wanacheza na Al Masry, ambapo Al Masry wako vizuri sana kwenye set pieces, kwenye mipira ya kona, mipira ya adabu, lakini pia wako vizuri sana kwa maana vimo vya mafuadi wao. Kwa hiyo Aishi Manula kwangu bado hajaimarika. Kwa hiyo kama Simba anataka kurisk kumtumia Aishi Manula, it's better wakamtumia Ali Salim, wakaachana na Aishi Salum Manula, kwa sababu atakuja kwa cost hapo baadaye. Sijaona kitu cha ajabu ambacho anaweza akakiofa kwa sasa, zaidi kama anaweza wakaendelea kumuimarisha kisaikolojia na kutuweka wazi kwa nini Aishi Manula mara zote huwa hawamtumii, na inapotokea dharura ndio wanaweza kumtumia. So to me, kwa uongozi wa Simba, I don't think kama ina make sense kuweza kumuona Aishi Manula sasa pengine akatumika. Kama anafanya tu mazoezi ya kawaida, it's not a big deal, sio issue kubwa, kwa sababu bado ni mchezaji wa Simba na bado anaendelea kutumika ndani ya Simba na bado ana mkataba na Simba. Lakini kwenda kutumika
kwenye mechi za kimashindano, to me hiyo ni changamoto kubwa sana. Mechi ya Simba na Bigman itakuwa ni mechi nzuri kwa sababu Simba wanahitaji kuendelea kupata mechi nyingi zaidi za kuweza kuweka wachezaji wao sawa kimwili, mentally, lakini physically, bila kusahau pia masuala ya fitness na kutengeneza wachezaji wao kwa upande wa physique. Kwa hiyo kwangu ni mechi nzuri ambayo Simba watahitaji kwanza kushinda, lakini mara baada ya hapo watahitaji pia wachezaji wao wapate momentum, kwa maana lazima misuli ikae sawa sawa, lazima wachezaji wao wapate damu zichanganye kwamba sasa wanaelekea kwenye mechi za kimataifa. So ni mechi ambayo wanapaswa kuichukulia very positive, mbali tu ya kutafuta ushindi, wanapaswa kocha anapaswa kuinput mifumo yake, mbinu zake, yale ambayo amekuwa akiyafanya mazoezini, na mara baada ya kuangalia Al Masry anapaswa kuya-implement kwenye mechi dhidi ya hawa jamaa Bigman FC, kwa sababu ni mechi nzuri ambayo itaenda kuwapa test, kwa sababu Bigman sio timu mbaya, nimejaribu kuifuatilia, ni timu nzuri tu ambayo inaleta changamoto, na mpaka sasa kwenye msimamo Bigman wamesogea hadi nafasi ya 7. Kwa hiyo utaona wana namna fulani hivi wanaimarisha timu na wanaonyesha kabisa kwamba kuna kitu cha ziada wanacho. So naona wanaweza Simba wakaenda kupata matokeo, na faida walionayo Simba ni kwamba wachezaji wao wengi wapo, kwa maana Deborah Fernandez Mavambo, Augustin Okejefa yupo, Fabrice Luamba Ngoma katika eneo la kiungo, hao wote wapo, Awesu yupo, Omari yupo. Hayoni katika maeneo ya viungo tu pale, lakini kwa upande wa Jean Chaza huwa yuko pale juu. Ukiangalia upande mmoja Mutale yupo, upande mwingine ukiangalia Chuma kipo, mwamba kabisa wa kuitwelia Mpanzo Kibisawala, lakini forward wao yupo pale Lionel Ateba pamoja na Valentino Mashaka. Mafullback wapo Valentino Oma kushoto, kulia Duchu pamoja na Kevin Kijili, lakini pale chini yupo mwamba kuitwa mtaalamu kabisa Inspector Karabwe Chamo Karabwe yuko pale, na Hussein Kazi yupo pamoja Hussein Abel yupo pale, lakini pia Ishishalo Manula ambaye ameanza fanya mazoezi yuko pale kipindi hiki ambako wanaweza wakaenda kucheza siku ya kesho. To me naona Hussein Abel apewe tu nafasi, ni goalkeeper mzuri, nimewahi kumshuhudia akiwa KMC, pia alikuwa akifanya vizuri pia. Kwa hiyo wanaweza wakampa nafasi kwenye mechi ya Bigman akaonyesha kile alichonacho ili mnyama kwenda kufuzu, na naona kwa kikosi alichonacho mtu kama Jan Chaza huwa mpaka sasa ndo top player. Kama leo ligi inamalizika, Jan Chaza huwa ndo MVP. Goals involvement, amefunga goli takriban 19. Anafuatiliwa na Prince Dube mwenye goli 17, amehusika kwenye goli 17. Kwa hiyo utaona wote wapo pale. Lionel Ateba na goli 8 kwenye ligi, kwa hiyo utaona bado wana wachezaji wenye namba kubwa zaidi pale kwenye mechi hiyo. So nampa Simba nafasi kubwa kushinda dhidi ya Bigman kwa sababu wana kikosi bora, lakini sioni kama kocha Fadlu Davids anataka kupoteza mchezo huo, kwa sababu anajua faida ya kushinda na kwenda hatua robo finali. Wanafahamu wazi kwamba msimu huu wanautaka ubingwa, mbali wa kuwa wanajenga timu, lakini Simba wana uhakika na swala la ubingwa kwa sababu wachezaji walionao wana uchu, quality, performance ya mchezaji mmoja, endurance kwa maana uvumilivu, determination na kila kitu. Simba wako top kwa sasa. Kwa hiyo kila mmoja anajua kwamba anapokutana Simba lazima akaze, lakini pia wachezaji wanafahamu kwamba mchezaji anafahamu akifanya vizuri ndani ya Simba ndio naye pia anatengeneza tofauti yake kwenye transfer market. So to me naona ni mchezo mzuri tu ambao utaenda kuchezwa hiyo kesho majira ya saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki, na mimi Friji Bov kwenye channel hii ya Mfalme wa Soka nitaitangaza hiyo mechi live kabisa kuanzia saa 10 za jioni. Kwa hiyo wewe ambaye umekuwa ukiskip ukienda kusikiliza sehemu nyingine, nikwambie tu muda huu hapa hiyo mechi itakuwa live na mimi nitakuwa live uwanjani. Kwa hiyo subscribe hapo, gusa alama kengele, utapata notification. Wakati mzee wa Ulumbi mwenyewe Friji Bov nitakuwa live kuanzia saa 9 tuweze kukutana pale, na mechi hiyo nitaipiga moja kwa moja live kutoka uwanjani, ukipata kusikiliza namna ambavyo mambo yatakuwa yanakwenda, na mara baada ya mechi nitafanya uchambuzi wenyewe. Bana, tuachane na hilo la Simba, na nimeona taarifa kadhaa. Simba anasema kuhusiana na Chefondo Malone bado hajakaa sawa, ingawa nimeambiwa anaendelea vizuri na atasafiri sasa kutoka Morocco kuja Tanzania kwa ajili ya kuendelea na matibabu, lakini kuna hatihati ya Chefondo Malone pengine msimu huu asipate nafasi ya kucheza kabisa kutokana na injury aliyoipata. Mambo yako hivyo. Huko nikiwa nasikia habari kwamba kocha timu ya Al Masry wameingiwa na mchecheto, wamepagawa. Kuna mgawanyiko mkubwa sana umetokea mara baada ya kuona kwamba Simba wanafanya vizuri na kwenye ligi, wakiangalia rekodi na takwimu, ofa bab kubwa wameipata wachezaji wale na wamepewa tangaziwa ofa kubwa sana, lakini zaidi bonus ile
ni kutokana na kile ambacho anakifanya, lakini pia endapo atapasuka au atatolewa katika hatua hii ya robo finali, nimeambiwa kocha yule watamfieka kichwa, maana watamla kichwa. Kwa hiyo kazi ni kubwa sana inaenda kufanyika, na ukizingatia Simba wako katika top 8 ya vilabu bora barani Afrika kwa sasa, wako katika nafasi ya 6 wakiwa na pointi zao za kutosha, wakati wale Al Masry hawako hata kwenye nafasi ya 30. Kwa hiyo utaona kuna namna fulani Simba wanawapa watu mchecheto mjini. Bwana, tuachane na hilo. Taarifa mnayo, wazee wa Simba bwana wamepagawa. Wazee wa Simba wamepagawa, na wazee wa Simba bwana leo wameitisha kikao, wameitisha na wao press conference kama ambavyo Yanga wamekuwa wakifanya. Leo wazee wa Simba wamerifurahisha sana. Unajua hawa wazee huwa wanahoja, na wakikaa wakianza kuzungumza mara nyingi huwa wanahoja sana, na wamekuwa wakiongea vitu vya msingi sana, vitu ambavyo vimenyoka sana. Sasa leo nimewasikiliza vizuri sana wazee wa Simba. Of course, wazee wana madini, hao wana madini kweli kweli, na hapa nataka wasikilize wazee wa Simba moja baada ya mwingine. Utaelewa wazee wa Simba na wazee wa Yanga wapi waliokuwa wanaongea fact, wapi waliokuwa wanaongea uhalisia wa mpira, wapi waliokuwa wanaongea uhalisia wa matukio. Kwa hiyo utamsikia hapa mzee wa kwanza huyu wa Simba ambaye ameongea vitu vikubwa mno, kwamba Young Africans katika magoli 58 waliofunga kuna magoli ambayo wameyapata kwa njia ambayo sio halali, lakini pia ni timu ambayo imekuwa ikifanya matukio mengi. Kabla ya mechi wamekuwa wakikaa pamoja na hizo wakigusa pia sakata la dabi ya Kariakoo kuahirishwa. Mmoja wa wazee hao anasema kwamba inakuaje mabouncer, nani amewapa mabouncer nafasi, nani amewapa mabouncer mandate ya kufanya chochote, ya kuongea chochote, au ya kuweza kuwazuia Simba na vitu kama hivyo. Na hao mabouncer imekuaje mabouncer wana nguvu kuliko Simba? Sasa tuanze na mzee wa kwanza, huyu ameongea pointi kubwa sana. Huyu ndio ameongea pointi ya msingi. Niseme wazi kwamba uongozi wa Yanga hauna nidhamu na hauna adabu, kwa sababu wanapaswa kuti. Ukweli ni kwamba wamekosa uweledi wa kiuongozi, na mimi niseme wazi kwamba uongozi wa Yanga hauna nidhamu na hauna adabu, kwa sababu wanapaswa kutii mamlaka zilizokuwa juu. Wao hilo wanafahamu. Anatoka Manara anatukana watu, hawana sababu. Watu wamemzidi umri, wamemzidi kila kitu. Hawa kina Arafat sijui Saidi wanasema sijui nini, wanatukana viongozi. Kiutaratibu si sahihi, na hatuwezi kwenda kuongoza mpira katika utamaduni kama huu. Huu si utamaduni sahihi, na si wa Kitanzania. Sasa sisi tumelazimika kuja kuambia wenzetu wanakosea, na inaonekana kwa uzoefu wanatuma wanachama wao wakiwaita wazee, wale vijana wenzangu mimi, watoe kauli ambazo walipaswa waseme wao, lakini wanajificha kwa kutumia hivyo vichaka. Na hii inatokana na nini? Viongozi wengi waliokuwa madarakani, mambo mawili. Kwanza ni vijana sana, hawajakaa katika vilabu wakawaona watu juu yao namna wanavyoongoza. La pili, hawana uweledi wa uongozi wa mpira. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa. Lakini jambo baya kuliko yote, Yanga wametupa katiba, wametupa vitu vyote. Katiba yao inasema wazi, na katiba zote za vyama zisingesajiliwa. Zimesajiliwa kwa sababu wana vipengele vinavyosema watatii mamlaka za juu za kimichezo. Kwa mfano TFF, DMT, waziri, akiwemo rais. Lakini kitu cha kushangaza, mwaka juzi tu hapa rais alikuwa na hamu aje kuwa mgeni rasmi kwenye mechi ya Simba na Yanga. Yanga kwa utovu wa nidhamu, ule ni utovu wa nidhamu, wamepewa taarifa masaa mawili aje kiongozi, aje kuwa mgeni rasmi, wakagoma. Unayemgomea nani na unachokigomea nini? Kwa hiyo kwa kweli hawa watu hawana utamaduni wa kimpira, na hawana utamaduni na uongozi wa kimpira. Huu ni uhuni, na sisi kwa taarifa yenu ni kwa muda mrefu haya mambo tumeyaona na tulikuwa tunayavumilia, lakini tumelazimika hapa leo kuja kuyasema
na tunasema mfano mwaka 2008 walifungiwa na Sekafa miaka 3 kwa sababu ya kutofika katika mchezo. Na fujo kama hizi zimetokea huko nyuma wakiifanyia Simba. Kwa mfano mwaka 2007 mechi yetu ilichezwa Morogoro, walifanya fujo kama hizi kuwazuia wachezaji kuingia kwenda kufanya mazoezi, watu wakavunja mageti. Mwaka 2008 hivyo hivyo Morogoro. Mwaka 2005 walifanya Arusha, the same thing. Mwaka 2010 na 21 wamefanya Mwanza. Hivi kama wao wanatengeneza kanuni zao inakuwaje? Huu ni utaratibu walioupanga. Wameanza au huku nyuma hawaingii uwanjani kupitia kwenye milango sahihi, wanapindukia kuta. Kishapindukia ukuta, faini shilingi 500,000 ilikuwa. Mpaka mechi ya juzi wametozwa milioni 10, lakini hawaachi. Wanapiga step ya pili kuzuia wenzao kikanuni wanaopaswa kuingia kwenye uwanja siku moja kabla ya mechi kwa wakati uliokuwa sahihi. Wanawazuia. Maana yake Yanga wanatengeneza kanuni yao, na kanuni hizi kwa manufaa yao, na sio kanuni hizi kwa manufaa ya mpira wa nchi hii. Kwa sababu hiyo Simba walitoa tamko tu, sisi hatuchezi, tunataka tuambiwe nani kazuia. Wamekwenda mabaunza pale. Walijuaje? Maana yake waliandaliwa, na lile ni kosa la uongozi wa Yanga na sio kitu kingine. Hivi inakuwaje inapofika mahali wewe unamwambia mchezaji professional akae zaidi ya masaa 50 asicheze mazoezi alafu ende akacheze mpira akaperform? Alafu nyo andishi inachangaza eti wamekaa eti wakiingia sheria mpira uahirishwe. Hivi ndio background. Msiende kwa ushabiki. Lazima muangalie nini chanzo, wapi kilitokea. Sisi tumevumilia sana. Fika mahali haivumiliki. Hivi utaratibu ndio unakwenda hivi. Mzee amemind na umemsikia hapa, mzee anasema wamevumilia sana, anasema kwamba mwisho wa siku amechoka, utaratibu gani huu na mambo kama hayo. Umemsikia hapa mzee huyu akielezea kinaga ubaga kile ambacho kimetokea. So umemsikia kwa uzuri kweli akifunguka hapo akielezea kwamba Yanga wanawezaje kuzuia mabouncer wale, wanawezaje kuzuia wachezaji wa Simba wasiende kufanya mazoezi halafu baadaye eti mechi kachezwe. Mzee amevurugwa huyu. Hawa ni viongozi kweli? Leo wanamtukana Karia kana kwamba si Mtanzania. Lakini pia kama mtu mbaya sana, hebu rudi nyuma mwaka mmoja miwili. Huyu Karia na TFF yake ndio wale waruhusu Yanga kuidhamini vilabu vingine chini ya GSM, kwa sababu GSM ni interest ya Yanga. Hebu angalia, vilabu 8 vimetoa magoli 50. Magoli yote yaliyofunga Yanga ni 58 katika mechi hizi. Magoli 8 tu ndo kafunga vilabu vingine, vilabu vyake kafunga magoli 50. Wewe unasemaje kama hakuna kupanga matokeo? Unasemaje kama hakuna kupanga matokeo? Wanakwenda kule Kigoma saa 8 wanakaa kikao, wanakula chakula, wanaboresha mkataba, saa 10 wanaingia uwanjani. Hebu niambie mandhari yake ni nini? Hivi Yanga kweli atakosa matokeo? Saa 8 ameingia mkataba, wamekula chakula pamoja. Atakosaje matokeo? Hivi ukigeuka upande mwingine ukisema hii ndio ile inayokatazwa na FIFA, unasemaje? Nyinyi mnajua juzi Mexico ile timu ya Leoni imeondolewa katika mashindano kwa sababu Leoni mdhamini wake na Chelsea ni mmoja, tena tofauti mabara. Hivi unasemaje hapa Tanzania? GSM anayemiliki Yanga anadhamini tena vilabu 8 ya ligi moja. Bado hapo kuna timu ya Antoni Mavunde. Bado hapo kuna bwana Mwigulu Nchemba na timu yake ya Singida. Alafu rejea kidogo, na wala nyinyi hamsemi huyu bwana alivyoiona Ihefu inamsumbua,
wakatafuta utaratibu, wakaifanya imenunuliwa kimazabe wakati si sahihi, ili ionekane yani ile IF isiwasumbue tena, na watu wakitaka wadhaminiwe basi waisumbue Yanga. GSM ataingia kwenda kuidhamini. Hivi utamaduni huu tunakwenda wapi? Hebu angalieni, mimi natoa tena mfano. Nigeria Enyimba alikuwa na mchezo huu. Nigeria Enyimba alikuwa na mchezo huu. Akaviua vilabu vyote maarufu na vikubwa nchini Nigeria. Ikiwemo kina Inugu, sijui kina nani, kina Asofo, watu ile ya Ghana. Unanielewa? Vilabu vikafa. Yule mdhamini ambaye alikuwa rafiki yake Sambodi Kifukwe kwa hapa Tanzania, alikuwa rafiki yake wa karibu sana. Walikutana South Africa huko, wakafanya joint venture, wakafanya mambo yao. Ikawa Enyimba ikija hapa kucheza na Simba, mgeni Kifukwe ndio mwenyeji wa Enyimba. Alipokosa nguvu yule mheshimiwa, klabu ya Nigeria, ligi ya Nigeria imekufa. Sisi tukikaa tukiziona vitimu kama hivi kina Rivers United vinakuja, tukimuona mchezaji tunafikiri mchezaji, msajili hapa uone. Takataka tupu. Na believe me or not, ligi lazima ita deteriorate because of what? Huwezi kuwa na chief sponsor mmoja kwenye vilabu 10. It cannot be possible. Haiwezekani. Lakini nyinyi mnafurahia hivi, nyinyi mtakwenda wapi? Na ligi ikiwa kubwa, nyinyi ndio mnapata soko. Nyinyi mtakwenda wapi? Matokeo yake mtarudi kwetu sisi. Si wakati umeisha shehe. Kwa hiyo mimi kwanza mwisho namalizia kwa kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa juhudi zake katika michezo. Japokuwa hii klabu inayojiita kubwa inajitahidi kuvuruga michezo, mimi nasema mechi ipangwe, mechi ichezwe kwa mujibu wa taratibu. Na huu ni uoga, hawajaona wapi watapitia. Inaelekea hawa hawawezi kucheza mechi, lazima wawe na vichochoro. Kama wamekosa vichochoro vya kama kina Inonga vile na ndugu zetu wengine, hawa mabwana wanakuwa ni waoga. Kwa sababu gani? Hawawezi kucheza mechi intensively. Lazima uwe na ujanja, ndio haya yanayotokea. Hivyo ulisikia wapi? Si mwaka jana nani wameahirisha mechi. Wao wameondoka saa 12. Simba wameingia pale. Sawa. Wakaguzi wapo. Marefari wapo. Wamefanya formalities zote wamemaliza. Ulisikia Simba kadai point 3? Nauliza, mlisikia Simba kadai point 3? Kwa nini asidai wakati formalities zote zimefanyika? Na mimi ningekuwa kiongozi na nina nafasi katika nchi, yule manager yule ningemfukuza redioni. Kama hapa nilipokaa hapa ndio ningemfukuza. Haiwezekani. Hivi kanuni inaandikwa barua? Nyinyi mlisikia kanuni inaandikwa barua? Manager anasemaje eti aandikiwe barua apewe taarifa? Inatoka wapi? Wakati kanuni iko wazi. Nani kamwambia afunge mlango? Manake kuna mtu mwenye mamlaka makubwa, lakini huyu hajali familia yake. Kwa sababu matakwa na mapenzi na kuelekezwa na watu ambao hawana ueledi wa kiongozi, wa kiuongozi ambao ni Yanga. Inakuwaje? Haya, turudi pale. Simba hakupewa taarifa. Bodi ya TFF imeahirisha mechi. Taarifa zimepewa vilabu vyote muda wote ule, lakini kabla ya muda wa mchezo wamepewa taarifa. Hebu niulizieni yule manager, nani alimpa taarifa sasa wafungulie Yanga wakafanye taratibu za mchezo? Hivi kweli inapoingia akilini? Vijana. Sasa yule ni mtu ambaye anatuvurugia amani. Na yule ni mmoja kati ya watu waliopelekea Karia na kundi lake la uongozi watukanwe sana. Kina Mguto wamefika mahali hawa. Bwana hiki chuma kinajua. Hiki chuma moto. Hiki chuma. Hapana, hiki chuma kiboko. Umemsikia huyu mzee ameongea fact by fact. Fact by fact. Yaani wazee wa Simba sijui kwa nini waga wanajiweka nyuma. Yaani huyu mzee ameongea hapa point to point, ameongea madini kweli kweli.
na ameelezea scenarios nyingi sana za Young Africans. Amekimbia, ameshafanya vurugu kwenye mechi nyingi. Metajwa scenarios hapo ya Morogoro, namna ambavyo alivyowazuia Simba kwa mazoezi. Yaani mambo mengi sana amezungumzwa hapo mpaka amefika kwenye udhamini. Inakuwaje GSM adhamini timu karibia timu 7, timu 8. Kabla ya mechi saa 7 hivi wanafanya kwanza wana sign mkataba. Wanategemea kuna kitu gani? Na akaja akatoa hapo takwimu kwamba amefunga goli 58. Katika hizo goli 58, goli 50 amezifunga timu ambazo zimedhaminiwa na GSM. Mzee huyu kaongea mambo mazito sana huko. Alafu zile 8 ndio kafunga timu zingine. Mambo hata mimi Friji Bovu sijawahi kuyazungumza, sijawahi kufikiria wala kupiga hiyo takwimu. Yaani kufikiria kunyambua kwamba nani amepigwa nyingi ni nani. Amekuja hapa na data. Timu zote ambazo zimedhaminiwa na GSM zimefungwa goli 50. Alafu zile 8 wamegawana wale ambao hawajadhaminiwa na GSM. Huyu mzee ndamtafuta. Huyu mzee kiboko huyu. Ameongea fact. Anasema hapo Simba amezuiwa kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Nani aliyowapa Yanga mandate? Yule meneja wa uwanja, nani aliyomwambia kwamba Yanga sasa wanakuja afungue mlango? Nani ambaye anafanya yote hayo? Nani yuko nyuma haya yote? Kwa nini Simba wanaonewa? Ndio Hamza anakuambia Simba kaona kwamba sasa imetosha, this too much. Hebu sisi tusimame kwenye msimamo wetu, tuachane na haya mambo yaendelee. Na ndio maana leo unaona Simba hawadai. Na anasema Simba kama ni kupewa point 3 angepewa mwaka 2021. Waamuzi watu walikuwepo pale, officials, officers wote wa bodi ya ligi walikuwepo pale. Lakini Simba hajadai point 3. Lakini Yanga leo anadai point 3, hakuna mwamuzi pale, hakuna viongozi wote pale, hakuna officials, hakuna. Lakini anadai point 3. Lakini Simba hajadai point 3, Yanga anasusia mechi, alafu viongozi wako pale, waamuzi, wakaguzi wote, kwa maana general coordinator alikuwepo pale, match commissioner alikuwepo pale, lakini Simba hakudai points 3. Kwa hiyo anasema Simba alinyamaza sana na sasa wameamua kukubali sasa kwamba haiwezekani, wamekataa unyonge na wanasubiria kuona maamuzi ya bodi itakuwa vipi. Kwa hiyo wazee wa Simba salute sana, wanaongea vitu vya kimpira, yani wanaongea mpira wenyewe na wana madini. Au mzee ni msomi, usikia hapa anapiga ungenge na anakupa reference ya timu zingine ambazo zimefungiwa huko, na amekumbusha kidogo hapo kina Nyimba huko za Nigeria, timu zimeshuka kutokana na haya mambo ambayo yanaendelea kwa sasa. So lazima tupongeze wazee wenye madini namna hii, na hawa wazee ni tunu katika nchi. Hawa wazee kuna haja ya kuendelea kuwatafuta na kuendelea kuwaombea kiusema kweli waishi miaka mingi, kwa sababu wanawafungua watu macho. Mimi leo mzee amenifungua macho. Mimi ni kijana mdogo sana ambaye nakuja kwenye masuala ya uchambuzi, nagusa details, napiga vitu, piga sana nondo, piga sana spana, lakini nagusa sana kiufundi. Hawa wazee wanakupa data za miaka ya nyuma, kupa reference ya miaka ya nyuma kweli kweli, na anakuambia vitu vilivyonyooka hapa. Kwa hiyo anakuambia it's not fair kuona giant moja anadhamini ligi kuu, timu za ligi kuu karibia 7-8. Alafu ametajwa hapo Singida Black Stars ambaye ni EF iliyobadilishwa, ametajwa hapo Dodoma Jiji, namna ambavyo ligi inaharibiwa. Alafu anasema nyewe waandishi mmekaa tu kimya. Kwa nini msiusaidie mpira? Mnapata nafasi, kwa nini msaidie mpira? Na of course tumepiga kelele sana. Sasa wazee kama hawa wameanza kuja na kuongea vitu vya mpira. Safi. Salute sana kwao. Kama na umewakubali wazee hawa, comment hapo chini niambie umewakubali hawa wazee. Lakini subscribe hapo, gusa alama kengele, taarifa bado zipo. Mambo bol. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.